Moja ya wajibu wetu mkubwa tulio nao kama wana wa Mungu, na hii ni kwa manufaa yetu. Moja ya wajibu, responsibility, spiritual responsibility kama kanisa ni kumjua sana Mungu. Kumjua Mungu kunafungua vitu vingi kwenye maisha ya mwana wa Mungu. Kumjua Mungu ni funguo ya vitu vingi vya baraka kwa wana wa Mungu. Sasa hapa imeeleza kwamba mtu mmoja akifanikisha hilo la kumjua huyo Mungu, Biblia imethibitisha kwamba huyo mtu atajiliwa na mema. Vitu ambavyo vitamuandama kwenye maisha yake sio magonjwa. Vitu ambavyo vitamuandama kwenye maisha yake sio roho za nuksi na mikosi. Vitu ambavyo vitamuandama kwenye maisha yake sio uharibifu, bali Biblia imetangaza kwamba huyo mtu aliyefanikiwa kumjua Mungu, vitu ambavyo vitamjilia, vitu ambavyo vitamuandama ni mema ya Mungu kwenye maisha yake. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, ufunguo rasmi wa kiroho ambao umewekwa na Mwenyezi Mungu kwa habari ya mema ya Mungu unaitwa mjue sana Mungu. Kwa hiyo mtu mmoja katikati yetu akiqualify kwa kufuata kanuni hiyo na maelekezo hayo, huyo mtu atajikuta tu kwamba tayari anaishi mema ya Mungu. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, mema ya Mungu yapo, lakini mema ya Mungu hayamuhusu mtu yeyote. Kanuni na sheria za kimbingu, mema ya Mungu yapo, lakini hayo mema ya Mungu hayamuhusu mtu yeyote, bali mwenye sifa za kuyaishi mema ya Mungu, mwenye sifa za kujiliwa na mema ya Mungu ni yule tu atakayefanikiwa kumjua Mungu sana. Kumjua Mungu kuna faida, wala hakuna punje la hasara ndani yake. Moja ya kitu pekee ambacho natakiwa ufahamu, kumjua Mungu kuna faida zisizoelezeka, wala ndani yake hakuna punje la hasara. Kama unahitaji kuishi maisha ambayo Mungu anataka uyaishi, Mungu alikuumbia kuyaishi, kanuni inatutaka tumjue Mungu sana. Lakini ukisoma vizuri hapo, maandiko yanasema mjue Mungu, mjue sana Mungu. Ili neno mjue halijabeba wingi, ni neno lililowakilisha nafsi ya mtu mmoja. Yaani swala kumjua Mungu halijabebwa katika mizani ya uwingi, au halijawekwa kwenye jukwaa la uwingi. Hapana, limewekwa katika mizania ya nafsi ya mtu mmoja. Kwa hiyo jukumu la kumjua Mungu ni jukumu la mtu mmoja. Swala la mtu mmoja kufanya decision kwamba nimeamua kumjua Mungu. Kama wengine wote wanasema hapana, mimi nimeamua kumjua Mungu. Kwa hiyo ikitokea umefanikiwa kufanya maamuzi hayo wewe peke yako, hata kama sisi wengine tumegoma, lakini wewe peke yako, kitakachokuja badala yake au baada ya kumjua Mungu ni mema ya Bwana. Kumjua Mungu ni swala la mtu binafsi. Naweza nikafundisha hapa, sio wote wanaweza wakanielewa. Na wewe kwa sababu kiu yako ni kutaka kumwona Mungu na mema yake, ukisema utufuate sisi wengine ambao tumegoma kuelewa katika huyo Mungu, tutakukwamisha. Mungu ametoa fursa kwamba mtu mmoja akifanikiwa kumjua Mungu ana access ya kujiliwa na mema. Kwa hiyo ni vizuri ukajipanga kibinafsi. Sisi wengine tukigoma, wewe pambana kibinafsi. Mungu anadili na mtu binafsi. Ikitokea kama sisi wengine tunasema hapana, wewe sema ndio kwa Bwana na Mungu ataonekana kwenye maisha yako. Mkumbuka mtu mmoja anaitwa Elia. Kulitokea na ushindani mkubwa wa kushindanisha nguvu za Mungu aliye hai ni nani. Mara baada ya ushindani huo, maandiko yanasema pande wa adui za Elia walikuwa manabii karibia 400, lakini upande wa Elia alikuwa yuko yeye peke yake, lakini maadui zake walikuwa karibia 400 na kadhaa. Sasa Elia kwa sababu alikuwa anajua Mungu wake ni nani na nini anachokifanya, alijua siri kwamba hata akisimama peke yake Mungu ana uwezo wa kutokeza majibu. Hakuweza kujaribiwa kujiunga na wengi ambao wanamkataa Mungu wa kweli. Yeye akasema hata kama nyinyi wote mnamkataa, mimi nasema Jehova ndiye Mungu. Hata wengine wote mkirudi nyuma, mimi nasema Jehova ni Mungu. Kwa hakuangalia majority, akachagua kusimama peke yake, kusimamia kile anachokiamini
Ni ombi langu kama mwenda mbinguni. Duniani kuna kelele nyingi sana huko mitaani. Ni ombi langu, naomba usimame na kile unachokiamini.